Carlos Cordeiro, ambaye alikuwa mshauri mkuu wa rais wa FIFA Gianni Infantino tangu mwaka 2021, ametangaza kujiuzulu mara moja kupinga mpango wa FIFA wa kuanzisha kampuni mpya inayoitwa FIFA Forward Enterprise FFE. Kupitia kampuni hiyo, FIFA inapanga kuunda kampuni tanzu yenye thamani ya dola bilioni 20 za Marekani, ambayo itasimamia biashara za kombe la dunia pamoja na mashindano mengine makubwa ya FIFA. Katika mpango huo, hadi 20% ya hisa za kampuni hiyo zinatarajiwa kuuzwa kwa wawekezaji wa nje ili kukusanya takriban dola bilioni 4.2. Lakini Cordeiro amesema hakuhusika kwa namna yoyote katika maandalizi ya mpango huo na anaupinga kabisa. Kwa mujibu wa taarifa yake, mpango huo ni makubaliano mabaya kwa vyama wanachama wa FIFA na mbaya kwa mchezo wa soka na ni mbaya kwa mustakabali wa muda mrefu wa mchezo huo. Cordeiro amehoji mantiki ya FIFA kuuza sehemu ya mali yake yenye thamani kubwa zaidi wakati tayari shirika hilo lina akiba ya mabilioni ya dola na halina deni lolote. Amesisitiza kuwa rais wa FIFA Gianni Infantino mwenyewe amewahi kueleza kuwa FIFA imeingiza mapato ya dola bilioni 15 kati ya mwaka 2022 na mwaka 2026. Hivyo hakuna ulazima wa kuuza sehemu ya biashara ya kombe la dunia ili kupata fedha za ziada. Kwa mujibu wa Cordeiro, hatua hiyo ni sawa na kuweka rehani mustakabali wa soka bila sababu ya msingi. Kabla ya kujiuzulu, Cordeiro alikuwa mmoja wa washauri wa karibu wa Infantino katika masuala ya maendeleo ya soka duniani. Pia aliwahi kuiwakilisha FIFA katika kikosi kazi cha ikulu ya White House kilichoratibu maandalizi ya kombe la dunia la mwaka 2026 lililofanyika Marekani, Canada na Mexico. Wakati huo shinikizo linaendelea kuongezeka kwa FIFA, huku vyama wanachama 211 vikitarajiwa kufanya uamuzi kuhusu pendekezo hilo kabla ya Septemba 19. Gianni Infantino ameonya kuwa vyama vitakavyokataa mpango huo vinaweza kubaki nyuma katika maendeleo ya baadaye ya soka. Licha ya upinzani mkubwa kutoka kwa viongozi mbalimbali wa soka, FIFA imesisitiza kuwa itaendelea na mchakato wa mashauriano. Shirika hilo limesema taarifa zilizoripotiwa na baadhi ya vyombo vya habari zimepotosha mjadala, lakini kila chama na wanachama kitapata nafasi ya kupiga kura kwa kuzingatia ukweli na taarifa rasmi. Suala hili limeendelea kuzua mjadala mkubwa duniani, huku wengi wakijiuliza kama kweli kuuza sehemu ya biashara ya kombe la dunia kutasaidia maendeleo ya soka au kutahatarisha urithi wa mashindano makubwa zaidi duniani. Hii ni AyoTV Sports, mimi ni Gladness Joseph.